Naitwa Idi Mkumba, ni mratibu wa dua za kituo cha Firdausi Dua Center, lakini pia ndiye mratibu wa makongamano yote ya dua yanayofanyika ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Naam. Umesema ni mratibu wa dua, lakini pia panatarajiwa kufanyika dua kubwa Jumamosi. Labda pengine sehemu ya hili dua ni nini na unalizungumziaje? Naam, Jumamosi ni siku maalumu, ni siku ambayo tumeiandaa na ni siku ambayo iko ndani ya ratiba zetu, na nazungumzia Jumamosi ya tarehe 27. Tutakuwa na dua kubwa kweli kweli. Lakini madhumuni na malengo ya dua hii ni kwa sababu ya kuliombea amani taifa letu. Maana tunakwenda kwenye uchaguzi. Uchaguzi una mambo mengi, uchaguzi una vitu vingi, uchaguzi una mbio za tofauti. Sasa Tanzania ni nchi ya amani, na hii amani haikuja hivi hivi. Amani ililetwa na wazee wetu, ikatunzwa na wazee wetu, na ni wajibu wetu sisi kama Watanzania kuweza kuilinda amani ya nchi yetu. Kwa hivyo tunakwenda kufanya dua, lengo kubwa, kwa sababu kwetu Waislamu dua ni silaha. Dua ni silaha, na ni silaha kubwa mno. Kwa hiyo tunakwenda kuilinda nchi yetu kwa kupitia dua. Hatuilindi nchi kwa bunduki, hatuilindi nchi kwa mabomu, hatuilindi nchi kwa silaha ya aina yoyote, isipokuwa tunailinda nchi yetu kwa dua, kwa kuwa dua ndio silaha kubwa. Tunakwenda kwenye uchaguzi, tunapendekeza, tunakabidhi uchaguzi huu mikononi mwa Mungu, kwa sababu tunahitaji amani ya nchi iendelee kudumu, uchaguzi upite kwa salama, kwa kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi. Tukifanya vurugu kwenye uchaguzi, yakitokea machafuko kwenye uchaguzi, sawa, sisi vijana tuna mbio, tunaweza tukakimbia, lakini kuna mama zetu, kuna bibi zetu, kuna babu zetu, tuna wagonjwa, watakimbilia wapi? Watakimbiaje? Watajinusuru vipi? Kwa hiyo ili kuwanusuru wazee hawa, ili kuwanusuru watoto hawa, ili kuwanusuru kina mama, ni lazima tumlilie Mola wetu ili aweze kuzidisha amani. Na ndio maana tumeitenga siku ya Jumamosi kuwa siku rasmi kwa upande wetu hapa, kuweza kumlilia Mungu ili uchaguzi upite salama na amani, lakini pia amani ya nchi yetu iweze kudumu. Tanzania ni kituvo cha amani, Tanzania ni nyumba ya salama. Tukibomoa nyumba ya amani Tanzania, hatutokuwa na pa kukimbilia. Tanzania imekuwa kivutio na kimbilio la wengi waliokosa amani. Je, tukienda kuibomoa amani tuliyokuwa nayo, wapi tutakimbilia? Kwa tuilinde amani ya nchi yetu ili tuweze kuwapokea wenzetu wanaokosa amani. Kwa hiyo kubwa, dua hii inakwenda kulenga amani. Lakini pia ni waase, iwe vijana, iwe wazee, watu wote ambao hawaitakii mema nchi yetu, tunawaonya tena kwa maonyo makali kabisa. Wasituvurugie amani ya nchi yetu. Tuitunze, hii ni tunu. Tuitunze, hii ni dhamana. Tuitunze, hii ni neema ambayo Mungu ametupa. Kwa hiyo yote mwenye nia ovu ya kutaka ima kuvuruga uchaguzi, ima kuiondosha amani ya nchi yetu kwa namna yoyote, katika dua tunayokwenda kuomba, basi Mungu ampe kazi ya kufanya mtu huyo. Awe mtu, awe kikundi, wawe ndani ya nchi watu hao, ama wawe nje ya nchi watu hao, kama kina Recho, kina Mange Kimambi na wapuzi wengine. Hii Jumamosi inakwenda kuwahusu. Haitomwacha salama mtu yoyote ambaye ana nia ovu na nchi yetu. Hii ni dua maalumu kabisa. Na tunawaalika watu wote waliokuwa karibu na jimbo hili la Mkulanga, watu wanaotoka Mbagala, kutoka Temeke, Tandika, Manzese, Buguruni, wapi, tunawaalika waje Jumamosi tulie na Mola wetu hapa ili tuweze kuitetea na kuisimamia amani ya nchi yetu. Katika dua hii mgeni rasmi anategemewa kuwa mbunge mtarajiwa wa jimbo hili ambaye ni waziri wa ujenzi. Labda pengine kwa nini yeye na una neno gani kwake? Vizuri, imekuwa yeye kwa sababu tuko nyumbani kwake. Kwanza kituo chetu kiko ndani ya jimbo la Mkulanga, lakini pia tumemfanya kuwa mgeni rasmi kuwa yeye kwa sababu ni nyumbani kwake. Lakini mbali ya nyumbani kwake, pia yeye ndiye mlezi wa kituo hiki cha Firdausi Dua Center. Kwa hatuwezi kumleta mtu mwingine kumleta hapa, lakini yeye kwa sababu yuko nyumbani, na kwa kuwa yeye ndiye mlezi wa zawia tukadiria ya Firdausi Dua Center, ni lazima awe yeye. Na yeye amekuwa, kwa sababu tuna matumaini, tuna imani naye, na tunakwenda kuzipeleka dua hizi pia na kwake ili aweze kupata ushindi mkubwa sana. Lakini pia nimwambie Dr. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama yetu Samia Suluhu Hassan, naye atakwenda kupata kura nyingi sana ndani ya wilaya hii. Na namuahidi jimbo la Mkulanga
naongea kwa sauti kubwa ili wenye kisokoro kwinyo waliokuwa mbali wasikie. Jimbo la Mkuranga litakuwa jimbo la kwanza, jimbo la Mkuranga. Narudia tena, na hii naiongea kwa sauti kubwa kwa sababu kuna watu na visokoro kwinyo wako mbali na hapa waweze kusikia. Jimbo la Mkuranga katika ardhi ya Tanzania linakwenda kuwa jimbo la kwanza kutangazwa ushindi mapema mno. Mheshimiwa Alhaji Abdalla Ulega anakwenda kuwa mbunge wa kwanza katika wabunge wote wa majimbo yote Tanzania kutoka ndani ya jimbo hili la Mkuranga. Kwa nini awe wa kwanza na kwa nini tunasema anakwenda kupata kula nyingi? Kila mmoja anajua, kila mmoja anaona alichokifanya Mheshimiwa Ulega kwa kusaidiwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan yamefanyika makubwa ndani ya jimbo la Mkuranga. Kwa yale makubwa yaliyofanyika ndani ya jimbo la Mkuranga ndiyo yanayokwenda kupelekea Mheshimiwa Abdalla Ulega kuwa mshindi wa mwanzoni katika wabunge wote Tanzania. Tuna imani na yeye, tuna imani na mama yetu, tuna imani na jimbo letu liko kwenye mikono salama ya Mheshimiwa Abdalla Ulega. Kwa naamini yeye ndiye atakayekuwa mtangazwa wa kwanza kuwa mbunge rasmi wa jimbo la Mkuranga katika wabunge wote wa Tanzania. Lakini pia Mama Samia ana kura nyingi sehemu mbalimbali, lakini muahidi kwa kuwa jimbo la Mkuranga linakwenda kuwa jimbo la kwanza kutangazwa, basi Mama Samia ajiandae kuchukua kura nyingi mno katika jimbo la Mkuranga. Naweza sema kura nyingi Mama Samia anazipata katika jimbo hili la Mkuranga kwa sababu watu wote tumemwelewa, watu wote tumemkubali, watu wote tumeona juhudi zake. Tazama leo barabara hii ya Kilwa Road, barabara imekuwa kero kwa miaka mingi mno, lakini ujio wa muda mchache wa Mheshimiwa Ulega kutangazwa kuwa waziri wa ujenzi, leo tunaona majumba yanavunjwa kwa maana watu wamesharipwa stahiki zao, barabara inapanuliwa na tunaambiwa hapa Kongowea panakwenda kukaa flyover. Ni raha iliyoje. Kwa ndio maana tunasema nguvu kubwa Mama Samia aliyoielekeza jimbo la Mkuranga linakwenda kumpa ushindi mkubwa, linakwenda kumpa kura nyingi, na ndilo jimbo la kwanza litakalotoa matokeo mazuri kuliko majimbo yote. Nakushukuru. Kwa hivyo nazungumzia kwamba kura nyingi mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan anakwenda kuzitoa jimbo hili la Mkuranga. Na hakika kwa sababu nikiwa kama mratibu wa dua wa Zawiyat Kadiria Firdaus Dua Center ni kwamba tuna waumini wengi, tuna watu wengi, lakini pia tunalea mayatima hapa. Vilio vya watoto mayatima tukichanganya na dua tunazokwenda kusomwa hapa, nina imani kubwa mno kwamba tunakwenda kupeleka ushindi wa kishindo kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan na kwa mbunge wetu Mheshimiwa Alhaji Abdalla Ulega. Kwa niwaambie Watanzania wote, Oktoba tunatiki, na sio tunatiki tu, ila tunatiki na tunatiki tena. Asanteni sana.